إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Tunaondokea kwenye aya ya 6 leo. Alam yajidka yatiman faawa, si alikukuta Mola wako wewe yatima akakutunza. Wawajadaka dhalan fahada, na si alikukuta wewe mpotovu akakuongoa. Wawajadaka ailan faaghna, na alikukuta wewe maskini akakutajirisha akakuwezesha. Fa amma alyatima, basi kwa neema hizo tatu alizokufanyia Mola wako ulipokuwa mdogo, onyesha shukurani kwa kufanya na wewe mambo matatu. La kwanza, fa amma alyatima fala taqhar, kwa mamlaka ulionayo chini ya uongozi wako hakikisha hadhaliliki yatima. Kama wewe ulikuwa yatima ukatunzwa hukudhalilika, basi na kwenye mamlaka ulionayo kwenye uongozi wako chini yako hakikisha hadhaliliki mtoto yatima. Wa amma saila fala tanhar, na ama mwenye kuomba usimkemee, usimwekee ngumu. Na wewe ulikuwa maskini, Allah akakukwasa akakufanyia ukwasi, hukudhalilika kwa sababu ya umaskini. Kwa hiyo na chini ya uongozi wako asidhalilike maskini. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadith, na ama neema za Mola wako zisimulie. Kama wewe uliishi kwenye mazingira ya ujinga na upotovu, Allah akakuhifadhi, hukuathirika na mazingira hayo na wala hukupotoka kwa sababu ya upotofu uliokuwepo, basi na wewe neema za Mola wako zisimlie, uwatoe watu kwenye kiza uwapeleke kwenye nuru, uwatoe watu kwenye ujinga uwastaarabishe. Naam, bismillahirrahmanirrahim, kwa jina la Allah mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa na mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo. Alam yajidka yatiman faawa, hakukukuta Mola wako wewe yatima akakutunza? Maisha kabla ya kuja Mtume sallallahu alaihi wasallam ya jamii pana ya Waarabu yalikuwa ni ujinga mtupu, na kisharia wakati huo unaitwa wakati wa ujahilia. Walikuwa wanaishi jahili hivyo hivyo. Hakukuwa na kanuni mahsusi zenye uzito kwamba labda kwa uhalifu fulani basi kuna mahakama atapelekwa mtu mahakamani. Hakukuwa na ustaarabu wa kiutawala wa kiuongozi, walikuwa wanaishi ovyo ovyo.
Yalikuweko yale mambo ya kimila ambayo baadhi yao Uislamu umekuja kuyarithi, umeyakubali, kama talaka kwenye ndoa. Watu walikuwa wanafanya ndoa na kulikuwa kuna aina nyingi za ndoa zinafanyika wakati wa ujahilia, lakini Uislamu ulipokuja ulikubali aina moja ya ndoa zilizokuwa zinafanyika wakati huo, ile ya mtu kutoka familia moja ikaenda kwenye familia nyingine, wakaposa, wakatoa mahari, wakakaa watu wa pande mbili, wakafanya harusi. Uislamu ndo umeichukua hiyo ukaiendeleza, lakini zilikuwa njia nyingi za ndoa wakati huo. Kulikuwa pia kuna talaka, wanafanya talaka, lakini Uislamu nao ukaja ukaweka utaratibu wa talaka, sio kama walivyokuwa wanafanya wao. Kulikuwa kuna masala ya eda. Uislamu nao ulipokuja ukaikubali eda, lakini ukaiwekea taratibu. Kulikuwa kuna mambo ya mirathi, ya kifa mtu kaacha mali, Uislamu ulipokuja ukaboresha hilo suala. Anakufa mzazi au yoyote yule, kaacha mali inarithiwa. Tena Uislamu ukaweka utaratibu mzuri zaidi wa mirathi. Kwa hiyo yalikuweko haya mambo kabla ya Uislamu, walikuwa wanayafanya watu, lakini yalikuwa yanafanywa kwa sababu zama hizo ni za ujinga, yanafanywa kijinga jinga. Uislamu ndo umekuja kuyaboresha, ukayaweka kwenye utaratibu unaokubalika kwenye maumbile ya kibinadamu. Kwa mfano kwenye mirathi, taratibu zao wakati huo ilikuwa mtoto mdogo harithi na mwanamke harithi. Kwa hiyo kafa mtu kaacha mali, mwenye nguvu kwenye familia ndo atarithi mali ya mdogo wake au mwanawe au nani, lakini watoto wadogo waliozaliwa na marehemu waliacha mali, kwa taratibu zao mtoto mdogo harithi. Kulikuwa kuna umimi, ubinafsi, mtu anajali familia yake tu. Kama ni watoto atalea na kuwatunza watoto wake mwenyewe. Hata kaka yake, baba mmoja mama mmoja, akifa hahangaiki kulea watoto wa kaka yake. Ubinafsi ulikuwa mwingi. Kwa hiyo kwa mazingira haya mtoto anakufa na kudhalilika kisaikolojia, kakosa mali kurithi kwa mzazi wake, alafu hana matunzo ya kulelewa vizuri, akaadilishwa, akawa kidogo na hatima, akifikia umri wa kujitegemea akajua aanzie wapi aende wapi. Akiwa yatima ndo kapoteza kila kitu. Kwa hiyo ilikuwa ni wakati mgumu kwa mtoto kufiwa na mzazi wake huo. Jamii yenye wasifu kama huu, na huyu anayezungumziwa hapa tunaambiwa kazaliwa baba yake hakumkuta, alikuwa ana kila sababu ya kupotea, kwa sababu mazingira yenyewe aliyokulia yalikuwa ni ya upotovu. Watu wakilewa, wakivuta bangi, na yeye alikuwa avute bangi, kwa sababu hana walezi makini. Ilikuwa na yeye awemo vijiweni kwa watoto wa mitaani awe hivyo. Ndio sababu ya hizi lugha ambazo Allah akatumia hapa. Kamkuta yatima kwa sababu alipokuwa mtume ni mimba tumboni kwa mama yake, mimba kama ya miezi miwili tu, baba yake akafariki. Kwa hiyo mama akalea mimba ya peke yake, baba hayupo, na kazaliwa kakaa na mama yake kwa muda mdogo tu, akaondoka mikononi mwa mama yake. Amefariki na mama mtume akiwa na umri wa miaka kama 4, wengine wanasema 6. Akalelewa na babu yake Abdul Muttalib, ambaye naye hakuwa Muislamu, alikuwa ana mila hizo za watu wake za kuabudu masanamu. Abdul Muttalib kamtunza vizuri. Miaka 2 tu baada ya kukaa kwa Abdul Muttalib naye akafa. Kwa hiyo mtume akawa ana umri wa miaka 8, babu yake kafariki. Akatoka hapo Abdul Muttalib alipojiona maradhi yake huenda akaondoka duniani, akamuhusia mwanawe mmoja katika watoto wake Abu Talib,
Abu Talib ndo babake Saidina Ali. Akaambia huyu kijana atakuwa na jambo kubwa, mtunze na muangalie vizuri. Kwa hivyo akakaa chini ya uangalizi wa ami yake Abu Talib ibn Abdul Muttalib. Hivi ndo alivyokuwa, kakulia mazingira kama hayo, lakini mote humo alimolelewa alikuwa anatunzwa vizuri, na walikuwa walezi wake wanamtanguliza yeye kuliko watoto wao. Kama huyo Abu Talib akinunua nguo za wanawe, akija nazo nyumbani, anamwita Muhammad achague yeye anayoitaka kwanza, alafu ndo nyingine wachukue walobaki. Alijitahidi kumtunza vizuri, ijapokuwa si Muislamu, na mpaka kafa Abu Talib hakusilimu. Kesha Mtume kumbembeleza, angalau tamka la ilaha illa Allah nipate sababu ya kuja kukuombea, lakini anasema nitachafua jina langu, watanitukana sana Makureshi. Najua dini yako ni sahihi na hakugusi mtu yoyote, tangaza dini yako utakavyo, muda nitakaokuwa mimi hai nitakulinda. Lakini yeye hakusilimu kwa kuogopa watu watamtukana, watamchafulia jina. Hivi ndivyo ilivyokuwa. Kwa hiyo kwa maneno na vitimbi vya watu wanaofanya maudhi kwake wakati kishapewa utume, ndio maana Allah akamshushia hizi aya. Wasiseme wewe umechukiwa na Mola wako au kakutupa Mola wako. Mola wako hajakutupa wala hajakuchukia, bado yuko na wewe na anakupenda. Kwani si ulikuwa wewe kwenye mazingira ya uyatima tangu huko udogo wako? Mbona hukuathiriwa na uyatima wako? Faawa, yani awaka Allahu, Allah ndo aliyekutunza akakuweka kwenye mikono ya watu waliokuthamini wakakupa kipaumbele. Allah ndo kaandaa mazingira ya wewe usiathiriwe na uyatima uliokuwa nao. Ulikuwa yatima, Allah ndo kakutunza. Sasa kakutunza huko nyuma, haja ya kutupe leo, kwa maana yake. Wawajadaka dhalan, na alikukuta wewe mpotovu. Sio kwamba alikuwa yeye Mtume ana tabia ya upotovu, lakini huyu ni mtoto na kakulia kwenye mazingira hayo, watu washirikina, watu madhalimu, watu wanyang'anyi, watu wauaji. Kama mtoto anakulia kwenye nyumba inayouzwa pombe, na yeye atatumwa auze, ahudumie wateja, tabia ile atakuwa nayo, ndivyo sivyo? Kama mtoto atalelewa kwenye nyumba inayoukahaba, tabia ile anakuwa nayo. Sasa Mtume kakaa kwenye mji, watu wake ni washirikina, wanaabudu masanamu, watu wake ni madhalimu, mwenye nguvu mpishe, ndivyo walivyokuwa wanaishi. Hii tabia hizi hakuathirika nazo, hakuchukua chochote kwenye hizo tabia. Kwa hiyo alivyoambia wajadaka dhalan, Mola wako kakukuta mpotovu, sio kwamba yeye mwenye mpotovu, alikuwa ana kila sababu awe mpotovu. Mazingira yenyewe aliyokulia yalikuwa yako hivyo, lakini Allah kamuongoza, hakuathiriwa na upotovu uliokuwepo. Ndio hiyo wawajadaka dhalan, kakukuta mpotovu, kwamba uko kwenye dimbwi la upotovu. Hakukuwa na sababu wewe usiathirike kwenye makuzi yako na mazingira yale, lakini fahada, Mola wako kakupa hidaya, umeongoka, umekuwa na ustaarabu wako, na ukawa ni mtu wa kupigiwa mfano kwenye jamii hiyo, wewe ukawa na tabia za kipekee. Wawajadaka ailan, na Mola wako alikukuta maskini, uliishi maisha ya umaskini, lakini faaghna, Mola wako akakupa ukwasi, akakufanya uwe tajiri. Hakupewa mali Mtume, na hata wao walezi wake hawakuwa matajiri. Huyo Abdul Muttalib au Abu Talib mwenyewe ami yake alikuwa na watoto wengi. Hata Mtume alipooa, alipofikia umri wa miaka 25, aliweka shura na kaka zake wengine wakubwa, watoto wa Abu Talib, na yeye wakaweka kikao, jamani, ami ana mzigo mkubwa wa watoto na hali yake ya kipato sio nzuri, ijapokuwa anafanya biashara na watu, lakini hakuwa na kipato kikubwa kama walivyo navyo watu wengine. Kwa hiyo Mtume akaweka shura na wenzake,
wamsaidie ulezi. Wale watoto wadogo wadogo wawachukue, wampunguzie kidogo. Waliokuwa wakubwa wanakuwa tayari kwenye mishemishe zao, wanajijenga kimaisha, hao ndo wanajitegemea, lakini hawa wadogo wakaamua wamsaidie. Na ikawa hii ndo sababu ya Mtume kumchukua Ali ibn Abi Talib akakaa naye nyumbani kwake. Mwingine akamchukua huyu na mwingine wakamchukua huyu, akina Jaafar wote wakachukuliwa kutoka kwa Abu Talib, kwa rai ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba alikuwa yuko kwenye mazingira magumu na mwenyewe kayaona yale mazingira magumu. Alipooa ndo akaja na fikira hiyo, tumsaidie ami kidogo ulezi. Kwa hiyo Ali akamchukua Mtume akakaa naye nyumbani kwake. Kwa hiyo alikuwa yeye maskini, huyu aliyemlea kafikia hatua akasema tumsaidie ulezi. Sio kwamba na yeye alikuwa tajiri, lakini Allah alimpa utajiri wa moyo, kama alivyosema mshairi, hiya alqanaatu fahfadhha, ni mtu kuwa na tabia ya kinaya tu, chukua na uhifadhi tabia hii. Takum malikan, utaishi kama mfalme ukawa una kinai. Walau lam takun laka illa rahat albadani, hata kama utakuwa humiliki chochote zaidi ya siha tu ya kiwiliwili, afya yako nzuri, basi wewe tajiri. Wanzur liman malaka dunya biajmaiha, hebu muangalie mtu aliyemiliki mali za dunia kwa mkusanyiko wa mali, ana asset hii na hii, ana kitega uchumi hichi na hichi. Mtizame mtu mwenye mali nyingi, anaondoka nayo ile mali kwenda akhera. Hal raha minha bighairi alqutni walkafani, umri wake ukisha, akifa, anaondoka na chochote kwenye mali yake zaidi ya pamba na dalia? Wanarithi watu wengine, kahangaika yeye kuchuma kukusanya, kuchuma kukusanya, akifa watu hata hawakumbuki mzee anadaiwa na nani, wanapanga mirathi tu, wanarithi. Kwa hiyo chuma, miliki, lakini huende nazo akhera hizo unazomiliki, sinabaki hapa hapa. Lakini utajiri bora ni utajiri wa nafsi, kuwa na kinaya na alichokupa Allah, na ukawa na mipangilio mizuri ya mapato na matumizi. Kwa hiyo ni lugha tu iliyotumika hapo, Allah kumwambia nimekukuta mpotovu nikakuongoa, nimekukuta yatima nikakutunza, nimekukuta maskini nikakutajirisha. Maana yake ilikuwa iko kama hivyo. Alam yajidika yatiman faawa, yani alam takun ya Muhammadun yatiman fi sigharika, kwani wewe Muhammadi udogoni kwako si ulikuwa yatima? Sasa wanasema nimekutupa leo, nimekuchukia leo, kwani tangu huko nyuma kwenye mazingira magumu si nilikutunza? Alam yajidka yatiman, Mola wako si alikukuta wewe yatima? Yani umekuja duniani wewe ni yatima, na yatima kwenye mazingira yale alikuwa ana hali mbaya, lakini wewe hukusibiwa na hali mbaya. Faawa, Mola wako alikupa makazi mazuri, alikutunza. Faawaka Allahu ila ammika Abi Talib, Mola wako alikuwekea mahala pazuri pa kulelewa kwa ami yako Abu Talib. Wadhammaka ilaihi, akakufungamanisha naye wewe kupita humo ulimopita, na ukakuta wepesi, watu wakakupenda na wakakutanguliza mbele. Ni kwa amri ya Allah ndo kafanya hivyo. Nyoyo za viumbe ziko kwenye idhini yake Allah, anazisarifu anavyotaka. Kwa hiyo babu yake alimpenda, alipoondoka babu yake akahusia ami amtunze, akampenda naye. Kwa hiyo hakuwa na shida kwenye makuzi yake, alipita kwenye mikono ya watu waliomthamini na wakampenda kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa haimkiniki aliyemtunza huko zamani ajaambiwe leo kamtupa, kamchukia. Kwa lipi amchukie? Alam yajidka yatiman faawa, alam takun ya Muhammadun yatima fi sigharika, kwani we Muhammad kwenye udogo wako si ulikuwa yatima? Faawaka Allahu, akakutunza Allah, ila ammika Abi Talib, akakuweka kwenye ulezi wa ami yako Abi Talib. Wadhammaka ilaihi,
akakufungamanisha naye. Abu Talib akakuchukua kwa mapenzi yote, akakulea vizuri. Qala Ibn Kathir, mwana wa chuoni Ibn Kathir amesema, wadhalika, hili la uyatima wake analokumbushwa hapa, anna abahu tuwfiya wa huwa hamlun fi batni ummihi, baba yake mtume alifariki wakati yeye mtume akiwa ni mimba kwenye tumbo la mama yake. Thumma tuwfiyat ummuhu, halafu na huyo mama yake aliyemzaa naye alikuja kufariki. Walahu min al-umri 6 sinina, akiwa mtume ana umri wa miaka 6 tu, bado mdogo, ana miaka 6, kesha kosa baba na mama, ni yatima aliyepoteza wazazi wote wawili. Thumma kana fi kafalati jaddihi, halafu katika umri wa miaka 6 akawa kwenye ulezi wa babu yake, baba wa baba yake Abdul Muttalib. Ila an tuwfiya, Abdul Muttalib alikaa naye mtume mpaka na yeye alipofariki. Walahu min al-umri 8 sinina, amefariki Abdul Muttalib mtume ana umri wa miaka 8, bado hajawa baligh, ni yatima bado. Fakaffalahu ammuhu Abu Talib, kuanzia hapo umri wa miaka 8 ndo akalelewa na huyo ami yake, kaka wa baba yake Abu Talib. Thumma lam yazal yahutuhu wa yansuruhu, halafu kadiri alivyokuwa mtume mpaka kafika umri wa kujitegemea, kaoa mke, alikuwa chini ya uangalizi wa ami yake huyu, alikuwa naye karibu, anamnusuru, wayarfa'u min qadarihi, anamnyanyua hadhi yake, hatta bta'athahu Allahu ala ra'si al-40, mpaka Allah akaja akampa utume alipofikia umri wa miaka 40. Wa Abu Talib ala ibadati al-awthani, kipindi chote hichi tangu mdogo mpaka kafikia umri wa miaka 40 anapata matunzo ya ami yake, na ami yake alikuwa ni kiongozi wa ibada za masanamu, alikuwa na dini yao ya mji. Abu Talib alikuwa yuko kwenye ibada zao za masanamu mpaka mtume anapewa utume. Abu Talib yeye ni kiongozi wa dini hiyo ya kuabudu masanamu, mithlu qaumihi, kama walivyokuwa watu wake Makureishi wengine. Wa maa dhalika, pamoja na hali hiyo, kana yadfa'u al-adha an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, Abu Talib akiwa ni kiongozi wa watu wake kwenye kuabudu masanamu, na huyu mtoto wake kaja na fikra ya kuwa yeye ni mtume wa Allah, kapingwa na watu wake, lakini maudhi aliyokuwa anafanyiwa, alikuwa Abu Talib anamkinga mtoto wake na maudhi ya watu wake, japo yeye yuko na watu wake, lakini alikuwa anamkinga maudhi mengine. Asema mimi nikiwa hai hamwezi kumfanyia hivyo mwanangu, kamlinda. Wa kullu hadha, na yote haya, min hifdhillahi lahu, ni hifadhi ya Allah aliyomhifadhi mtume wake, yani kamweka kwenye mikono ya watu wenye maamuzi, wenye nguvu, halafu kidogo wenye hikma kwa wakati huo. Kwa hiyo alikuwa kwenye mikono salama, kama wanavyosema watu wengine, ni kwa amri ya Allah. Allah humuamrisha yoyote katika viumbe wake afanye chochote. Kawaamrisha ndege wakapiga jeshi la Abraha, kaamrisha maji yakaangamiza dunia wakati wa Nuh. Kwa hiyo Allah huamrisha chochote, kinafanyika chini ya maamuzi yake. Wa kullu hadha min hifdhillahi lahu wa kalaatihi wa inayatihi bihi, yote haya yalifanyika kwa sababu ya hifadhi ya Allah kumhifadhi mtume wake, na ilikuwa huu ni uangalizi aliyokuwa anamwangalia mtume wake, na ilikuwa ni malezi aliyomlea na kumuandaa mtume wake aje awe ni kiongozi baadaye. Kwa hiyo kumkumbusha ya kwamba si nilikukuta yatima, asichukuliwe na mawazo ya propaganda za watu wanaosema Muhammad keshakirana na Mola wake, sasa hivi anamchukia, hamletei chochote. Ambia siwezi kufanya hivyo, nimekuchukua zamani na sijakufanyia hivyo na sitafanya hivyo. Wa wajadaka dhallan fahada, pia Allah Mola wako
amekukuta kwenye mazingira ya upotovu, ulikuwa una kila sababu ya kupotea, lakini Allah mbona kakulinda, hukupotoka. Fahada, kakuongoza. Wawajadaka taihan, Mola wako amekukuta katika hali ya kuemewa na kutangatanga, hujui nini ufanye, hujui vipi uongoze watu wako, hujui vipi utakomesha dhulma zinazojiri katika jamii yako. Kakukuta hivyo Mola wako. Taihan min maarifati sharia, kakukuta Mola wako katika masala ya sheria, hujui chochote. Wa dini, na kwenye mambo ya dini, mwenendo wa maisha ya watu, hukujua vipi uwaelekeze watu. Fahadaka Allahu ilaiha, Allah akakuongoza akakupeleka kwenye nafasi hiyo, ukawa una maarifa ya kujua kuwaelekeza watu, kuwaongoza watu, kuondosha dhulma, kuwaletea watu nafuu. Ni kwa sababu ya muongozo wa Allah ukaweza kuyafanya hayo. Ka kaulihi taala, maneno haya ni kama maneno mengine ya Allah kwenye aya nyingine ya suratu Shura aya 52. Allah amemwambia mtume wake, ma kunta tadri mal kitabu wala liman, wewe ulikuwa ni mjinga, hujui chochote, hujui kitabu wala hujui imani ni nini. Hivi vitu umeandaliwa na ukapewa, ukakuwa navyo, kwa hivi ukawa una manufaa makubwa kwa watu wako. Qala al-Imamu al-Jalal, mwana wa chuoni aliandika tafsiri ya Qur'ani inaitwa Jalalain, amesema kwenye tafsiri ya aya hii, wawajadaka dhalan fahada, Mola wako amekukuta ni mpotovu akakuongoza. Kwenye Jalalaini anasema shekhe, ai wajadaka dhalan, Mola wako amekukuta ni mpotovu, kwamba uko kwenye mazingira ya upotovu. Amma anta alaihi, ulikuwa umepotea kutokujua haya unayoyajua sasa hivi, hukuwa nayo. Umefahamiana? Kabla hajapewa utume, si alikuwa anatoka Maka, anakwenda nje ya mji mapangoni huko peke yake, usiku mchana kapiga kambi, anafikiri jinsi ya kumwabudu Mola wake wa kweli na jinsi ya kuwasaidia watu wake waachane na tabia hizi mbaya walizonazo. Hajui aanze wapi, aanze vipi. Kwa hiyo hiyo ndo aina ya upotovu aliokuwa nayo, hajui. Kwa hiyo huyu bwana shekhe aliandika Jalalaini, anasema wajadaka dhalan amma anta alaihi, Mola wako amekukuta hujui kitu katika hivi unavyovijua sasa hivi. Upotovu wake ni kwamba hana elimu na maarifa ya kuleta kile ambacho anakitamani moyoni mwake. Wawajadaka dhalan amma anta alaihi alana, Mola wako alikukuta wewe huko kwenye upotovu, hujui kabisa kwenye hivi ambavyo unavijua sasa hivi. Hivi vyote hukuwa navyo, hakukuta huna kitu mina shariati, katika sharia ya kuwaongozea watu. Fahadaka ilaiha, Mola wako ndo aliyekuelekeza mpaka ukafahamu sharia na utaratibu wa kuwaendeshea watu au kuwaongoza watu, kuwaelekeza, kuwakataza. Wakila, na panasemwa vile vile, dhalla fi ba'dhi shi'abi Makkah, Mtume kuna kipindi katika udogo wake alipotea katika mitaa ya Maka, kama watu wanavyopotea mjini. Pita anatembea tembea, njia zikamchanganya, akawa hakujua ya kurudia nyumbani ipi. Wengine wanasema upotevu wenyewe alipotea njia, kama anavyopotea mtu mwingine yote. Kila panasemwa dhalla fi ba'dhi shi'abi Makkah wa huwa saghirun, alipotea katika baadhi ya mitaa ya Maka alipokuwa mdogo. Faradahu Allahu ila jaddihi, Allah akamrejesha kwa babu yake Abdul Muttalib bila shaka. Qala Abu Hayani, mwana wa chuoni mwingine Abu Hayani anasema la yumkin hamluhu ala dhalali, aya hii haimkiniki
kuibeba kwenye upotovu huo waliokuwa nao wapotovu, ukasema hata na yeye mtume aliishi maisha ya upotovu sometimes. Haimkiniki kuitafsiri hivyo. La yumkin hamluhu ala dalali alladhi yuqabiluhu alhuda, haimkiniki tukaitafsiri kwamba Allah alimkuta na yeye yuko kwenye maisha ya upotovu, kama watu wanawashikaji na yeye anawashikaji, wanazini na yeye anazini, wanalewa pombe na yeye aliwahi kulewa, walifanya shirki na yeye alifaa. Hapana, hajapitia hayo. Haimkiniki kabisa kutafsiri hivyo. Lianna al-anbiya ma'sumun min dhalik, kwa sababu mtu yeyote anayeandaliwa kuwa ni nabii ana kinga tangu anazaliwa. Mazingira haya hapitii nayo. Manabii wote wanakuwa maasumun, hawafanyi mambo ya ujinga tangu udogo wao mpaka wanapokabidhiwa majukumu ya uongozi. Qala Ibn Abbas, bwana Abdullah ibn Abbas amesema, huwa dalaluhu wa huwa fi sigharihi, kupotea huku ni kule kupotea kwake alipokuwa mdogo, kama ilivyosemwa hapo juu, alipotea tu mitaa, fi shaabi Maka, katika mitaa ya Maka. Waqila, na panasemwa, dhalla wa huwa maa ammihi, aliwahi kupotea kwenye safari akiwa na ami yake, fi tariqi Shami, walipokuwa wanaelekea Sham kibiashara, wanatoka Maka wanaenda zao Sham, alipotea akapoteana na ami yake. Yanasemwa hayo yote, mradi maneno makubwa na muhimu ni yale tuloambiwa hapo juu. Alikuwa hajui vipi aanze kuongoza watu wake, kupotea kwenyewe ndo kulikuwa hivyo, au ni mazingira aliyokulia ni ya upotovu mtupu, na kwa hali yake yeye ya kuwa ni mtoto yatima na hakuna aliyekuwa anajali mtoto wa mwenziwe, ilikuwa mazingira yamchukue aingie kwenye mkumbo wanaoingia mayatima wengine, chokoraa, watoto wa mitaani na vinginevyo. Allah amemuhifadhi na hayo. Mazingira yalikuwa mabaya, lakini ubaya wa mazingira haukumharibu, haukumchafua. Allah akamtunza. Wawajadaka ailan, na alikukuta masikini, faaghna, akakutajirisha. Yani wawajadaka faqiran, Mola wako alikukuta wewe fakiri. Yani fakiri na maskini vina maana moja, inakaribiana, lakini maskini huwa afadhali zaidi kuliko fakiri. Fakiri ndio yeye kapoteza zaidi. Fakiri inawezekana haja zake za kutwa hazitimizi, lakini maskini anaweza akahangaika, mahitaji ya lazima ya kutwa akayapata, kabaki kesho tu aamke akiwa yuhai mzima, ana nguvu, akachume tena. Maskini anaweza kuwa anayamudu maisha yake, lakini kuna mambo mengine yanakuja ya lazima akashindwa kuyapata, akalazimika akope au vinginevyo. Fakiri yale ya lazima ya siku hayapati. Kwa hiyo wewe Mola wako alikukuta faqiran, ni muhitaji, una hali ngumu, muhtajan, muhitaji. Faaghnaka anil khalqi, Mola wako amekutajirisha kwa kukufanya huwategemei viumbe. Aghnaka anil khalqi, kakufanya ni mwenye kinaya ya nafsi, hukuwa ukajidhalilisha kwa viumbe, kumuomba huyu, kumuomba huyu, kumuomba huyu, ukawa unatosheka na hali ulionayo. Wanasimulia watu wa sira kwamba kuna kipindi kabla hajafa mama yake alichukuliwa na mama wa kulea, na ndiye aliyemnyonyesha, Halimatu Saadia. Akatoka Maka akaenda akakaa huko majangwani, huko vijijini, walikuwa wana utamaduni huo wa Arabu. Huyu mama alivutiwa sana na tabia ya huyu mtoto na akimpenda kupita kiasi, maana alikuwa hana utaaradhi mtoto. Pamechelewa kupikwa hadai wala halalamiki njaa. Alikuwa na marafiki, akiitwa wakati wa chakula anakuja na marafiki zake nyumbani. Chakula alichotayarishiwa yeye mtoto mmoja anakula na marafiki zake wote. Akishamaliza haendi akasema sijashiba, anarejesha chombo kakinai.
hajamuachia mlezi wake vyombo akoshe, yeye akishakula anakosha vyombo, anaweka kila kitu mahala pake. Alikuwa mtoto mdogo, lakini anaishi maisha ya mtu mzima. Watu wengine katika watoto wenziwe, shida zao wanakuja kuleta kwake, anatatua matatizo yao, anawapa maelekezo. Tangu udogo wake alikuwa ni mtu wa maajabu maajabu maajabu. Kwa hiyo hajajifanya mzigo kwa watu, na shida ya hichi, sina nguo, nataka pesa, na hakuwa na maisha hayo. Alikuwa ni mtu anayetosheka, anayeridhika. Kwa hiyo huko ndo kutajirishwa alikotajirishwa. Hata humjui huyu sasa hivi ana shida gani, anahitaji nini, kama hukuona zile alama za kimaumbile. Maana mwenye shida anajulikana, taarifunahum bisimahum, kwenye shida mnawajua kwa alama zao. Kwa hiyo alikuwa ni mkwasi kwa sababu moyo wake ni sultani. Allah kamfanya awe na kinaya, ana kinaya alichopata. Kwa hiyo wajadaka faqiran muhtajan, Mola wako kakukuta we ni fakiri, mtu muhitaji, yani unahitaji sana. Faaghnaka anil khalqi, Mola wako alikutosheleza usiwategemee viumbe. Kuombaomba nako kunamfanya mtu adhalilike. Kujifanya mtegemezi unapoteza murua wako kwa watu. Kwa hiyo alikuwa si mtu mwenye kutegemea kwa watu, anatosheka na alichonacho. Kidogo akipewa, kala kashiba, asemi sijashiba. Kashiba sawa, hakushiba sawa, yeye anaona ndo siku imepita. Bima yassara laka min asbabi tijara, Mola wako amekutajirisha kakufanya usiwategemee watu. Bima yassara laka, kwa lile alilokuwepesishia, alilokurahisishia. Min asbabi tijara, kakupa sababu za biashara. Kwa ulikuwa unafanya biashara, unapata faida yako unayopata, ikawa inakutosha mwenyewe kwenye maisha yako. Walamma addada alayhi hadhihi ni'ama thalath, baada ya Allah kumworodheshea neema hizi tatu alizomneemesha nazo. Neema ya kwanza ni uyatima, kamtunza kwenye uyatima wake. Neema ya pili ni mazingira ya upotovu, akamsalimisha na kupotea, kamuongoza hakupotea. Na neema ya tatu ni umasikini, akamtajirisha kwa kumpa kinaya na kutosheka na kichache anachopata, hakuwategemea watu. Kamtajia hizo neema tatu, halafu akafuatisha baada ya neema tatu, wasahu bithalathi wasaya, Allah amemuhusia nyasia tatu. Baada ya kumtajia neema tatu, akafuatisha wasia tatu hapo mbele. Mukabiliha, baada ya hizo neema tatu akampa wasia tatu. Faqala, akamwambia kwa kumuhusia, fa amma alyatima fala taqhar, basi kama ulivyouona uyatima na ukaona madhara yake kwa mayatima wengine, wewe Allah akakuondolea madhara hayo, akakutunza vizuri, basi na wewe hakikisha yatima chini yako hadhaliliki. Fa amma alyatima, basi ama yatima, kwa sababu sasa hivi mtume ana authority and power, ni kiongozi wa umma, yuko juu, ana maamuzi. Anaambia chini ya dhamana yako hii ya kuwa kiongozi, hakikisha yatima hadhaliliki. Haina maana kwamba aagizie popote panapo mtoto yatima, nileteeni kwangu nilee. Haina maana hiyo. Maana ya uongozi ni kujua shida za watu na kujua vipi nitazitatua, kujua vipaji walivyo navyo watu na uwe na uwezo wa kuvitumia kwa manufaa ya umma ya wengi. Kuwa wewe kiongozi haina maana wewe ndo unajua kila kitu kuliko watu wengine, au unaweza kila kitu kuliko watu wengine. Haina maana hiyo. Wewe kiongozi ni kama kuonyesha njia tu. Lazima uwe na dira, hawa watu wangu ninawapeleka wapi? Leo wako hapa, ni waboreshe kipi? Kwa muda gani? Uwe na plani. Kwa hiyo wewe kiongozi, chini kuna watu wana maafa huku, wanapitia mazingira magumu. Kwa nafasi yako wewe uyajue haya mazingira magumu ya watu, na ujue namna ya kuyarahisisha magumu ya watu yawe mepesi.
Kwa hiyo fa amma alyatima fala taqhar, una nafasi ya uongozi kwa watu, kwa umma, hakikisha kwenye nafasi yako ya uongozi chini yako asidhalilike yatima. Sasa kama kiongozi ufanyeje? Na ndio maana utakuta zile expressions alizokuwa anatoa Mtume, maelekezo, alikuwa anawahamasisha watu kuwatunza mayatima. Anasema ana wakafilul yatimi kahataini yauma alqiyama, mimi na atakayemtunza yatima tutakuwa kama hivi siku ya Kiyama. Yani jirani yangu, sio yeye ndo awachukue mayatima wote wakae kwake. Atengeneze mazingira kwenye jamii yatima wasidhalilike. Kwa hiyo anatoa maagizo au atatoa makatazo, atakayemdhalilisha yatima atapata hichi, adhabu hii atapewa. Ndio principles za uongozi. Sharia inakuwepo kwa kuwabana watu wasikiuke taratibu, wasiwadhulumu wengine. Kama atafanya mtu dhulma, sharia inachukua mkondo wake. Kwa hiyo yeye alikuwa ametumia nafasi yake hiyo kuhakikisha yatima adhaliliki, yatima kamwandalia mazingira mazuri. Kwa hiyo mtu anapenda yeye mwenyewe binafsi, kwa yale matangazo yaliyotoka, pakitokezea pahala mtu kafariki, achukue yatima amlee, kwa sababu ya zile advertisements anazosikia, anakayemtunza yatima siku ya Kiyama atapata hichi hichi hichi. Kwa hiyo mtu anayejua future yake, leo niko hapa, nifanye kipi nitakachokitanguliza katika mambo yenye fadhila, ni kumlea vizuri yatima, basi mtu mwenyewe anaraghibika kumlea vizuri yatima, amchukue amchanganye na watoto wake, amtunze ili apate fadhila za kesho. Ni mambo ya uongozi. Mtume kafanya hivyo, akaliraghibisha jambo, yani kalihamasisha jambo mpaka watu wanahamasika, wanasema katika amali njema hii nayo ni amali njema. Au anapokuwa anaonya, maonyo yake anaonya watu mpaka wanaogopa katika jambo lenye matatizo, ni kumdhulumu yatima, unakaa pabaya siku ya Kiyama. Ni maandalizi ya kiuongozi, na Mtume kafanya hivyo. Chini yake hakudhalilika yatima, kaweka kinga mayatima wasidhulumiwe, wasidhalilishwe, na karaghibisha watu wahamasike kuwachukua na kuwalea vizuri. Kwa nafasi yake kafanya hivyo. Nafahamiana? Fa amma alyatima, basi ama mtoto yatima, kama ulivyokuwa wewe yatima ukatunzwa, na kwenye nafasi yako hakikisha ama mtoto yatima, fala taqhar, usimtweze, usimdhalilishe. Sio wewe kiongozi alafu kwenye uongozi wako yatima akadhalilika. Sitaki kuona hilo linatokea. Yani fa amma alyatima fala tahtakirhu, ama mtoto yatima usimdhalilishe. Maana wewe kiongozi ukiachia mambo yanafanyika yanawadhuru watu, madhara yale unayafanya wewe, lawama zinakuja kwako. Maana unayajua lakini unayafagilia, inakuwa wewe ndo umeyaruhusu. Kwa hiyo wewe kwenye uongozi wako usije ukaruhusu, usiache mwanya mtoto yatima akadhalilika chini yako. Wala taghlibuhu, wala usimfanye akaishi maisha magumu, ala malihi, kwa kumghilibu kwenye mali yake. Yani kwenye mtoto yatima kafa baba yake, lakini baba kaacha chochote, huyu yatima ni mrithi, haki yake aliyorithi kwa baba yake atunziwe mpaka atakapokuwa mkubwa akabidhiwe mwenyewe. Na aya ziko nyingi za Qur'ani, wa atul yatama amwalahum, watoto mayatima hawa muwape mali zao bwana. Hiyo ni amri ya Mungu, sio ya Mtume. Mali kaacha baba yake yeye akiwa mdogo, mnaambiwa muitunze, msiipoteze ikapotea, muitunze, muikuze, muiendeleze. Akiwa mkubwa mwenyewe mumkabidhi hii mali yako. Kama gharama za uendeshaji wa matunzo ya hiyo mali unaweza ukajilipa mwenyewe, tufanya. Kama ni shamba umepalilia, umepanda miti mipya, bei ya hiyo kazi ulofanya toa mwenyewe, jirejeshe. Lakini mali ya yatima uitunze, ikue mpaka mwenyewe awe na maarifa ya kuchukua, kuidhibiti na kuiendeleza mwenyewe. Maagizo ya Qur'ani.
na Mtume kayasimamia yote hayo akayafanyia kazi. Yatima ana haki zake na zisipotezwe, akuziwe mali zake, akiwa mkubwa akabidhiwe mwenyewe. Wabtalul yatama, huweni mnawafanyia majaribio watoto mayatima, nyewe mnolea mayatima, huweni mnawapima uwezo wao wa kuweza kumiliki na kuendeleza mali, hata idha balaghu nikaha, mpaka wakishafikia umri wa kuoa au kuolewa. Balighi sasa, umsomeshe, umwadilishe, halafu uwe unampima, nikimpa imali ana uwezo wa kuiendeleza huyu. Akifikia umri wa baligh, ukimpima ukamuona akili yake iko vizuri, shamba hili anaweza kulitunza, mifugo hii anaweza kuitunza, pesa hizi anaweza kuziendeleza, basi hapo ujue huyu kishakuwa mpe mwenyewe. Fadfa'u ilaihim amwalahum, wakishakuwa wana maarifa ya kujua chao na kukitunza, wapeni wenyewe mapema mali zao. Aya zote zipo zimetoa maelekezo hayo. Kwa hiyo huyu kiongozi yeye kapewa jukumu moja. Hawa watoto yatima alichokifanya Allah kuwaondolea wazazi wao haja wadhulumu. Wangelikuwepo wazazi wao, jukumu la malezi na makuzi ya watoto hawa liko kwa wazazi. Allah kawachukua wazazi, jukumu hili linabaki kwa walio hai. Ndugu wa marehemu wachukue nafasi ya kaka yao mdogo wao, wawalee watoto wake na wasiwadhulumu chao. Ni amri hizo. Kwa hiyo Mtume yeye kama kiongozi anaambiwa asimamie hili. Fa amma al-yatima fala tahtaqiruhu, mtoto yatima usimtweze chini ya uongozi wako. Wala taghlibuhu ala malihi, wala usimghilibu kwenye mali yake. Yeye Mtume hatofanya hivyo, lakini asiwaachie watu kufanya hivyo. Kuna shamba la mtoto yatima akalichukua ami, mwisho wa siku yatima kishakuwa mkubwa, anaambiwa baba yako alikuwa ana kipande cha ardhi lakini hakikuwa na tija, kuja kimbunga miti yote imeng'oka, alafu ile ardhi yenyewe mbaya, nimeiuza kwa bei duni thamani, shilingi 50 tu nimeiuza, 50 yako hii hapa. Ushampotezea msingi wa maisha. Unampa pesa ndogo, wewe ushaghili sana kwenye mali yake. Kwa hiyo hichi kitu hakitakiwi. Huyu kwa dhamana yake ya uongozi kaambiwa asimamie hili lisitokee. Qala Mujahidun, amesema mwana wa chuoni Mujahid, la tahtaqiruhu, usimkwaze au usimtweze mtoto yatima. Wakala Sufyan, mwana wa chuoni mwingine Sufyan Thauri amesema, la tadhlimuhu, yatima usimdhulumu. Anaambiwa kiongozi hana dhamira ya kumdhulumu yatima, lakini hilo jukumu lina responsibility zake na answerability. Wewe ndo utakayekuwa masulu, wewe ndo answerable. Kwa hiyo hakikisha haya mambo kwenye uongozi wako hayatokei. Wanadhulumiwa watu wanyonge huko chini, mkubwa aliyoko juu anachekelea, askari wake wamefanya vizuri. Mfahamiana Sasa huyu kiongozi huyu anaambiwa hili lisije likatokea, askari wake wasije wakawa wanaendesha mambo ya kuwadhulumu watu wanyonge huko chini. Na Mtume alikuwa hivyo, maswahaba wake, maaskari wake wanamuogopa, wanamheshimu na wanamtii, lakini zaidi ni kwamba wanamtii kwa sababu ya amri ya Allah. Yeye mwenyewe anaogopa mtu kufanya maasi ya kumdhulumu mtu, kufanya tofauti na alivyoagizwa. Kwa hiyo uongozi wake ulikuwa ni wa uadilifu, anasimamia majukumu yake kama alivyotakiwa. Usimdhulumu yatima, yeye ndo anaambiwa hivyo, yani na yeye ahakikishe walio chini yake hawatofanya kosa hilo. Bitadhiyai malihi, usimdhulumu kwa sababu ya kumpotezea mali yake. To kama hivyo mzee kaacha mifugo ng'ombe 50, ilitegemewa kama ana watoto wawili wanarithi ng'ombe wao, weshazaa ng'ombe 50 wataendelea kuzaa, lakini ng'ombe aliacha vijigombe hapa lakini vimekufa kufa. Kwa nini mkaviacha vigombe mpaka vikafa? Mefahamiana? Kwa hiyo walikuwa na msingi wa mali alafu ukapotea. Msifanye hicho kitu.
Walmuradu, na makusudio, kun lilyatimi kal abi rahimi. Allah anamwambia mtume wake, kama wewe ulivyokuwa yatima ukatunzwa, na wewe huo ni mfano, ufanyie kazi. Kun lilyatimi, kuwa kwa mtoto yatima, kal abi rahimi, kama baba mwenye rehema kwa watoto yatima, warehemu mayatima. Kwa hiyo wakaa kwenye kiti chako cha uongozi, ujue majukumu yako, chini kuna masulia mengi, uwajibike. Fakad kunta yatiman, wewe mwenyewe si ulikuwa yatima? Allah ndo anamwambia mtume wake, fakad kunta yatima, wewe ulikuwa yatima, unajua madhara na machungu ya uyatima. Faawaka Allahu, Allah amekutunza kwenye maisha ya uyatima. Kwa hiyo ulione hilo, na wewe wakati upo hapo kwenye kiti hicho umekalia, utakuwa na mayatima huko chini, wafanyie ihsani, watunze. Fa ammal yatima fala taqhar, yatima usimdhalilishe, usimwekee mazingira magumu. Wa amma saila, na ama masikini muhitaji mwenye kuomba, fala tanhar, usimkemee. Usikae uko juu ukasema omba wote waondoshe, wanatutia aibu, wafukuze wapeleke porini. Kwa sababu ukimpeleka porini akaliwe na simba. Tafuta sababu inomfanya kwa nini akawa hivi. Kwenye jamii yetu mbona kuna watu wa aina hii? Tutawasaidiaje? Na wao watasaidiaje jamii pana? Wawezeshe, wataweza. Kama mnavyosema, mtu maskini unaweza ukamtumia akakusaidia wewe kupata kipato na yeye akapata chake, si ndo kupanua soko la ajira tu? Muangalie anaweza kufanya nini huyu, muwezeshe afanye kile anachoweza kufanya, wewe utapata na yeye anapata chake. Kwa mfano, wewe binafsi sio kiongozi, lakini Allah akakupa riziki kidogo, una senti. Kuna watu mtaani kwako unapoishi jobless, hawana kazi, wanaishi maisha ya kutegemea wengine, jambo ambalo Uislamu haupendi. Basi hata huna nafasi ya kukaa ukastadi, huyu anaweza akafanya nini? Anaweza kufuga huyu, kwa sababu ardhi anayo, ina malisho ya kutosha. Nikimpa ng'ombe huyu wa maziwa, anaweza kumuendeleza. Yeye uwezo wa kumnunua ng'ombe hana, wewe unao uwezo wa kununua ng'ombe. Nunua ng'ombe, mpe ng'ombe, muandalie mazingira ya hapo pa kwenda kumweka ng'ombe, halafu uangalie uwezo wake wa kumtunza huyu ng'ombe, kumlisha, kumpa maji, kuangalia afya yake. Akiumwa ampeleke veterinary akapate dawa, halafu ng'ombe atazaa maziwa, atatoa maziwa, atazaa watoto, atatoa maziwa. Maziwa anauza, mwambie 60% ya maziwa haya chukua wewe, kwa sababu ana mahitaji yake. 40% nipe mimi. Au wakati mwingine usitake kingi, mwambie 20% ya kipato kitachopatikana na ng'ombe hawa changu, 80% ya kwako, kwa sababu ndo unaohangaika na mifugo. Kama kuna watu 8, 10 umewapa hichi kitu, umewafanyia hivi, ile 20% ya watu 10 utakuwa umewapita hawa wanaopata 80%. Wewe utakuwa una kingi. Kwa hiyo pia na wewe unakuwa una generate income kwa kuwatumia watu wengine, kuliko kumwacha hana kazi kila siku, bwana leo nimeshiwa, leo sina kitu, nisaidie chochote. Uislamu haupendi hivyo. Wafanyie activation watu, yani uwe na uwezo wa kumactivate huyu mtu afanye kitu ambacho yeye kitakuwa na manufaa kwake na wewe utapata manufaa. Sio ambie maskini waje wale nyumbani kwako wote, upike jungu kubwa waje wale. Kumlisha masikini ni kumuwezesha akamudu na yeye kupata riziki yake. Kwa hiyo kuweni wabunifu kuangalia tutawafanyia vipi watu waondokane na hii tabia, waondokane na hii hali. Hivyo ukibuni, ukiplani, na wewe tengeneza chako umo kwamba sio unatoa chako umpe yeye tu. Na wewe tengeneza maarifa, na mimi nitapata asilimia fulani, 10% ninapata hapa na hapa 10% fulani na kule 10% fulani.
utakuwa wewe unatengeneza, unaingiza kitu. Wewe kulisha maskini sio upike jungu kubwa uwaite waje wale, wawezeshe na wao kupata riziki, na hili kila mtu anao uwezo nalo. Unafanya hivyo kwa kumwepesishia mtu maisha, pia na wewe ushajitengenezea thawabu na kipato cha akhira. Pia duniani utapata hiyo pasenti fulani, itanyanyua, itaboost kidogo income yako, lakini na akhira pia unapata thawabu kwa ajili ya kuzingatia maslahi mapana ya jamii. Watu umewarahisishia mambo. Imefahamika hiyo? Kwa hiyo huyu kama kiongozi kaambiwa ayasimamie hayo, lakini na wanaoongozwa nao waangalie fursa kwenye masala kama haya, wanao uwezo na wao kupata faida ya duniani na ya akhera pia. Wa amma saila, na ama mwenye kuomba masikini huyu, fala tanhar, usimkemee. Isikukere tu tabia, kwa nini anaomba, na wewe jiulize sababu iliyomfikisha pale kuomba. Sipendi mimi hawa omba, ndiyo kweli si jambo zuri, lakini utaliondoaje? Namna ya kuliondoa, hii ndo inakuwa sasa mtihani wako. Wa amma saila, na ama mwenye kuomba, almustajdi, ni mtu ambaye hayamudu maisha yake, muhitaji siku zote. Alladhi yasalu an hajatin wa faqrin, ni mtu ambaye anawategemea watu wengine, anawaombaomba kwa sababu ya haja zinazomzukia kila siku na ule ufakiri, uhitaji wake, anahitaji hichi na anahitaji na hichi, anahitaji na hichi, hakimudu. Ili akimudu anachohitajia amuombe anayehisi anacho. Sasa na hili ni tatizo, linakera. Wewe ulioko uko juu, kutatua kero hii sio kuwakemea watu, kuwatukana watu. Adabu yako bwana, kwani mimi nafikiri hizi pesa naokota? Usimrejeshe maneno makavu mtu mwenye kuomba, mrejeshe maneno mazuri yenye heshima. Fala tasjaruhu, usimkemee wala usimkaripie. Idha saalaka, anapokuomba. Wala tughlidh lahu alqawla, wala usimpe makavu, usimpe maneno magumu. Wengine tuna tabia hiyo, ukiombwa kwanza unakunja uso, alafu mdomo unatapika maneno sio ya kawaida. Lakini na wengine hao ombaomba washazoea. Wewe utampa makavu, akipita na mwingine anaomba vile vile, kanyosha mkono au kikopo anaomba. Hili linaondoka. Fanyeni research, muangalie litaondokaje, tutalitatuaje. Kila mtu aishi, ana haki ya kuishi, na kuna mahitaji ya msingi ya lazima anategemea. Tutayatatuaje? Hilo ndo changamoto yenu. Bal, badala ya kumkemea, atihi, mpe alichoomba, utatue shida yake iliyopo mbele yake. Au raddahu raddan jamila, au hunacho cha kumpa au hutaki kumpa, mrejeshee maneno mazuri, mjibu maneno mazuri ya heshima. Sina ndugu yangu sasa hivi, hata kama unazo hutaki kumpa, lakini usimpe maneno ya ufedhuli mabaya mabaya, Allah hapendi. Ombaomba mwenye kuomba, usimkemee, usimrejeshee maneno makavu. Qala Qatadatun, amesema Qatada, raddul miskin birifqin walinin, raddil miskin birifqin walinin, masikini anayekuomba mjibu kwa lugha ya urafiki na ya ulaini, kuwa mpole, mjibu kistaarabu, kiungwana. Usimjibu maneno yanayoitwa ya shombo, ukaona kumtukana, kesho akiniona haniombi tena huyu. Hili ni tatizo na lina kera. Tafuteni njia nzuri ya kulitatua. Kwa nini hawa wakafika hapa? Kwa nini wakawa na tabia hii? Tutaiondoshaje hii tabia kwenye community yetu, kwenye jamii yetu?
Lazima wawepo wataalamu wa kujua mambo kama haya, vipi yataondoshwa. Sio kukemea, wala sio matusi, wala sio ubabe, kuwatia kwenye karandinga, wapeleke pori fulani, wapeleke pori fulani. Hujatatua tatizo bado. Huko ndo umekwenda kuwapeleka pahala kwenye mahitaji zaidi. Hapa angalau wameomba watu 10, watatu wamempa, 7 hawakumpa. Katika 7 ambao hawakumpa, 5 wamemfokea, lakini kapata kwa watu 3. Aliporudi nyumbani kachemsha, kachoma muhogo, kapata hivi, kala, maisha yanaenda. Lakini kwa walio juu kama huyu, wanaambiwa na hili ni katika responsibility zao. Usiwakemee tu wenye kuomba, wapo na hata kuisha. Tafuta njia nzuri ya kuondoa tatizo hili. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Tena jamii kama jamii au uongozi unakuwa na wataalamu wengi, watumie wataalamu wako kwenye kila kitu kinachohusu jamii. Watumie wataalamu wako. Kuna jambo hili, kuna jambo hili, tutali manage vipi? Basi mambo yataenda vizuri. Wa amma bi ni'mati rabbika, wasia watatu. Wasia wa kwanza anaambiwa fa amma al-yatima fala taqhar. Chini ya uongozi wako yatima asidhalilishwe. Wasia wa pili wa amma sa'ila fala tanhar, na ama mwenye kuomba asikemewe. Wasia wa tatu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, ama neema za Mola wako zisimulie. Kusimulia neema za Allah ni kuzitumia vizuri. Neema ulizoneemeshwa nazo uzifanyie matumizi mema. Kama Allah akakupa pesa, una maisha, basi Allah anapenda kuona kile alichokupa unakitumia. Jenga, ukae pazuri na familia yako, wavae vizuri, wale vizuri. Hiyo ndo kuhadithia neema za Allah. Naonyesha zipo, kwa hiyo zinatumika. Lakini kuna mwingine anazo, anajua kwenda, anaona raha kuzihesabu tu. Watu wa zamani hakukuwa na benki, anazilaza pesa kwenye godoro lake, usiku mwenyewe anagaragara anasiga kwa nguvu, lakini anachoma kipande cha papa na ugali wa muhogo mchana, ndo chakula nyumbani. Pesa yeye anacheka nazo tu. Sasa kula vizuri, kaa pazuri, vaa vizuri. Allah anapenda kuona neema aliyomneemesha nayo mja wake anaishukuru kwa kuifanyia matumizi mema. Umefahamiana? Kwa hiyo na huyu naye kaneemeshwa kwa neema mbalimbali, mojawapo kwamba alikuwa yeye hajui vipi atatatua matatizo ya jamii yake, kaja kuwezeshwa akajua sasa kutatua. Kwa hiyo ashukuru hiyo neema kwa kushughulikia kweli matatizo ya jamii yake, ndo kuhadithia neema huko. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, yani hadithi nasa, wasimlie watu, bimaana watu wanufaike bifadlillahi wa in'amihi alayka, wanufaike watu kwa fadhila na neema za Allah alizokupa wewe juu yako. Neema alizokupa Allah na fadhila alizokufadhili Allah, wanufaike nazo watu wengine. Wewe upo kwa ajili ya watu, na alikuwepo kwa ajili ya watu, na alipokufa watu wamesikitika sana, tumeondokewa. Kuna watu wengine wakifa, watu hata si jamaa zao wanalia, au hata hawajafa, wamepatwa na mkasa tu katika mikasa ya dunia, mtu analia machozi njia mbili mbili, kwa sababu huyu mtu aliyopatwa na huu mkasa ni mtu muhimu kwake, anajua thamani yake. Lakini mwingine anakufa, watu wasema alhamdulillah, bora lilivyoondoka. Mazila alhamdulillah ziko mbili zile, moja ya kheri na moja ya shari. Unakufa, watu wanasema alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, masha Allahu qadara wa faala, anazungumza ya kheri. Kwa hiyo alhamdulillah ya kumshukuru Allah, lakini pia kwa kusikitika na kuhuzunika kwa msiba ulioko mbele yake. Lakini alhamdulillah nyingine ni ya kumshukuru Allah, kafanya vyema sana kuliondoa hili jamaa, linatuudhi, linatutesa. Kwa hiyo wewe kuwa ni mtu ambaye ukiondoka au ukipatwa na mkasa watu wanasikitika, uwe ni mtu mwenye manufaa kwa watu wengine,
Usiwe ni mtu ambaye ni mkosi na nufsi kwa watu wengine kiasi wanakuombea shari, bora uondoke wakati wowote. Kwa hiyo wasimlie watu fadhila za Allah na neema zake juu yako, bimaana kuishi kwako hapa duniani uwe unaishi kwa manufaa ya watu wengine. Fa inna atahadutha bin ni'mati shukran laha, kuzihadithia neema alizokuneemesha Allah ndo katika jumla ya kumshukuru Allah. Unashukuru kwa neema ulizopewa. Kwa hiyo hebu kuwa mtu mwenye manufaa kwa watu wengine. Ukifikiria ya kwako, fikiria na watu wengine pia. Ukiwafikiria na watu wengine, basi na watu watakuwa wanakufikiria na wewe. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi, nyinyi ni umma bora wa Islamu, wafuasi wa Muhammad, umma uliotolewa kwa manufaa ya watu wengine. Taamuruna bil maarufi, manufaa ya jamii pana yanapatikana kwa kuamrishana mema. Yale mema mliohimizwa yatieni kwenye matendo, muone manufaa yake, munufaike nayo. Watanhauna anil munkari, na mnakatazana mabaya. Yale mabaya mliokatazwa ni shari, hayo yadhibitini ili msalimike na madhara yake. Nyinyi ni umma bora, mnaishi hivyo. Watuminuna billahi, na mnayafanya hayo kwa sababu ya imani yenu ya kumwamini Allah. Kwa hiyo kila ukiwepo hai duniani, Allah akakupa afya na neema nyingine, basi uhakikishe kuwepo kwako na hizo neema ulizonazo wananufaika watu wengi, jamii pana inanufaika kwa kuwepo kwako. Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anakwenda kuwaangalia wagonjwa, akisikia fulani mgonjwa leo hakuweza kuja msikitini, Mtume anakwenda. Na mara nyingi akiswali asubuhi, Mtume anasalisha, yeye ndo imamu, akigeuka kuwageukia maamuma, anawafahamu watu wake, anauliza fulani yuko wapi, mbona sijamuona leo? Anaambiwa mgonjwa ya Rasulullah, ana homa. Anatoka hapo asubuhi, anaenda kumkagua mgonjwa. Katika jumla ya dua anazomuombea, anawaambia Allah atakurejeshea afya, wanufaike Waislamu na Uislamu kwa kuwepo kwako. Kwa hiyo kila mtu ni muhimu kwenye jamii pana. Kuwepo kwako Uislamu unufaike, yani ndo ile way of life, njia yetu ya maisha. Na Waislamu, watu binafsi, individuals, wanufaike kwa kuwepo kwako. We ni muhimu. Kwa hiyo neema za Allah zihadithie, kwa sababu kuwepo kwako kunatakiwa kuwe kuna manufaa ya watu wengine pia. Qala al-Ulusi, amesema mwana wa chuoni Ulusi, kunta yatiman. Ulusi kazitafsiri hizi aya, zile neema tatu walizoneemeshwa na hizi nyasia tatu walizohusiwa. Ulusi anasema kunta yatiman, wewe ulikuwa yatima, wa dhallan, na ulikuwa mpotovu, wa ailan, na ulikuwa maskini. Ulikumbwa na uyatima, mazingira ya upotovu na mazingira ya umaskini. Kwa hiyo Allah akakupa neema tatu baada ya hayo majanga au maafa matatu. Faawaka Allahu, Allah kakutunza pamoja na kuwa ulikuwa yatima. Wahadaka, Allah amekuongoza pamoja na kuwa ulikuwa kwenye mazingira ya ujinga na upotovu. Wa aghnaka, na akakutajirisha pamoja na kwamba ulikuwa ni maskini muhitaji. Kwa hivyo kwa neema tatu ulizoneemeshwa, fala tansa ni'matallahi alaika, usizisahau hizo neema za Allah alizokuneemesha nazo. Fi hadhihi thalathi, kwenye mambo haya matatu. Usisahau yaliyopita kwenye historia yako, usiyasahau, yakumbuke. Fata'attaf ala al-yatimi, kama ulivyokuwa yatima ukatunzwa, basi na wewe kuwa mpole na ufanye mema kwa kuwafanyia mayatima. Wataraham ala sa'il, na kama ulivyokuwa wewe uko katika umasikini ukapewa ukwasi, basi uwahurumie watu wenye kuomba maskini. Zingatia sana haja za watu wenye shida zinazowasukuma wawe omba. Zingatia watu wenye shida ambao hawaziwezi shida zao. Ni tatizo baya kwenye jamii, fanya maarifa ya kulitatua hili tatizo, sio kuwatukana, kuwafokea au kuwapa maneno mabaya. Tatua tatizo.
Fakad dhukta liyatmu walfaqru, wewe mwenyewe ushaonja uyatima na ufakiri. Wewe mwenyewe una experience ya hivi vitu, ushaonja uyatima na ufakiri. Kwa hiyo zingatia vitu hivi, ishi kwa kuvitendea kazi. Wa arshid alibada ila tariqi rashadi, na kwa jukumu ulilopewa kama kiongozi, waelekeze waja wa Allah. Kama wewe ulivyokuwa katika upotovu ukaongozwa, na wewe sasa uko kwenye nafasi ya uongozi, waelekeze waja wa Allah kwenye njia ya sawa sawa, waongoze vyema. Wewe ni kiongozi, waongoze watu kwenye mafanikio yao ya hapa mahala pa muda duniani na akhira wanakokwenda kwenye maisha yao ya milele. Wewe kiongozi, waelekeze, waongoze watu. Kama hadaka rabbuka, kama Mola wako alivyokuongoza, na wewe waongoze watu. Lakini watu siku hizi hakuna viongozi, kuna watawala. Yeye anajua kutawala tu. Kwa hiyo kupinda, kupiga, weka jela huyo usimtimizie chakula, huyu fanya hivi, basi ndo inavyokuwa. Lakini huyu kiongozi anatakiwa awaongoze watu, awahurumie watu, ajue kutatua matatizo ya watu. Haya yote ni katika service, kazi yake aliyoajiriwa, yana ujira huko mbele anakokwenda. Watu wataishi vizuri duniani na wataishi vizuri akhera watakapopata usimamizi mzuri kama huu. Nadhani imefahamika, na kwa mujibu wa muda tutaishia hapo, ila kama ada narudia tena mara moja. Alam yajidka yatiman faawa, Mola wako si alikukuta wewe yatima akakutunza, akakuweka makazi mazuri. Wawajadaka dhallan fahada, na Mola wako kakukuta mpotovu, yani uko kwenye mazingira ya upotovu, ulikuwa una kila sababu ya kuwa na wewe upotee, lakini hukupotea. Fahada, Mola wako kakuongoza, umeenda vizuri. Wawajadaka ailan, na alikukuta Mola wako kwenye umasikini. Faaghna, kakutajirisha, uliamudu maisha yako, uliweza nafsi yako. Watu wa kule kisiwa cha pili wasema weza rohoyo, kwa hiyo roho yake kaiweza. Wawajadaka ailan, kakukuta masikini. Faaghna, kakutajirisha, ulikuwa mkwasi, huhitaji kwa watu, hukujidhalilisha kwa watu. Sasa kwa zawadi hizo ulizopewa, na wewe wanufaike watu kwa hizo. Fa amma yatima fala taqhar, hakikisha kwenye uongozi wako yatima hadhalilishwi. Akidhalilishwa chini yako ndo umemdhalilisha wewe, na ndo maana ikaenda speech kwake, la taqhar, usimdhalilishe yatima, yani chini yako asidhalilishwe yatima. Wa amma saila, na ama mwenye kuomba, maskini muhitaji, fala tanhar, usimkemee. Akikemewa huko chini na kudhalilishwa mtu maskini, ina maana wewe ndo muhusika, utajibu maswali. Hakikisha hili halitendeki. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadith, na ama mazuri ya Mola wako yasambaze, yaeneze, wanufaike nayo watu wengine. Zihadithie neema za Mola wako, bimaana kuwepo kwako wanufaike, wafarijike watu wengine. Wa ala hadha alqadri yaqif. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Bismillah. Wa alaikum salam. Ilikuwa ndo desturi ya Waarabu, sio huyo peke yake. Watoto wao watu wa mjini wanapenda wakalelewe vijijini. Kuna mamama kule wazuri wanyonyeshaji. Kijijini itakuwa kuna mtu kajifungua ana mtoto, anakwenda mjini kama ajira hiyo, kutafuta mtoto wa kulea, kunyonyesha. Ni jambo ambalo lilikuwa maarufu na Uislamu haukupingana nalo, umelikubali. Umefahamiana?
Kule vijijini watoto wanajifunza ujasiri, wanachunga ng'ombe, mbuzi, farasi, nini, wanajifundisha lugha, kwa sababu mijini mara nyingi lugha huwa inaharibika. Oya, hebu nipatie bukujero bana. Bukujero ndo nini sasa? Nyinyi vijana mjini mnaharibu lugha, lakini kwa taratibu za kule Arabuni, kile Kiarabu sahihi kinapatikana huko Badui. Kwa hiyo kule anajifunza lugha, anajifunza mila, anajifunza utamaduni, anajifunza ujasiri, anajifunza kila kitu. Kwa hiyo ilikuwa ni mila ya watu wa Arabuni. Unazaa mtoto wako wewe mwenyewe, baba mtoto na mama mtoto, mko hai, mnakubaliana tumpe huyu akatulelee mtoto. Naam. Naam. Aha. Kuwa nacho ukaona simpi, hupati dhambi. Ulichoambiwa usimtukane au kumjibu maneno ya shombo. Ukiamua huyu simpi kwa sababu zozote ulizonazo mwenyewe, nacho lakini nakihitajia, nacho mwenyewe hakijanitosha, si tatizo kusema simpi. Umefahamiana? Kosa ni kumrejeshea maneno mabaya. Na mazingira yetu tunayajua wenyewe sasa hivi, utapeli uko mwingi. Wengine wanajifanya ule ulemavu, hata si walemavu, wanajifanya. Tafuta kigari chake, anasokota miguu yake, anakaa pale, anakwenda na mkono mmoja kaupinda hivi, kaweka kikopo, anahangaika kidogo, akirudi yule ana 60,000, 70,000. Yani hata wewe ofisa wa serikali hupati kipato hicho. Watu wanajenga majumba huko kwao, wanafanya kila kitu, ni mradi. Sasa wewe ukijua hivyo, ukikataa kumpa kwa sababu unajua hivyo vitu, hulaumiwi. Unachoambiwa usijibu maneno mabaya tu. Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Aliyekuja kukuomba ukasema simpi kwa sababu ninategemea kupata rehema kwa Mola wangu ninayotarajia, huyu uliyesema simpi sasa hivi, mjibu maneno mazuri. Ndio Qur'ani inavyoelekeza. Wallahu a'lam. Naam. Ndo mazingira tunayoishi nayo. Kwa hiyo wengine ndo wanafanya ile kuomba kama ndo ajira. Kila siku yeye anaishi kwa kuomba na anapata nyingi. Anakuta wenye huruma, huyu kampa 200, 100, mwingine anampa mpaka 5,000. Wengine anapata nyingi, jioni ikifika anakusanya, anaweka, anafanya chamana. Lakini ile swala la ombaomba hata Mtume kalikataa. Sema mwenye kuishi kwa pato la kuombaomba anakuja siku ya Kiyama uso wake hauna nyama, ndo alama yake. Sasa ni si jambo zuri. Ndio maana akaambiwa atafute njia ya kutatua haya matatizo, ahadithie neema za Mola wake. Ndio nikasema wale wanaokuwa wakaomba tu uongozi, watumie vipaji vya watu, si wanao watu wa kufanya research. Mambo kama haya ni tatizo.
kwa stadi vipi tutaondosha matatizo haya. Hawa wote ni raia wetu, wana dhiki, basi tuwawezeshe waishi vizuri. Hata Uislamu unakukataza kuzini, lakini umekuruhusu kuoa wawili, watatu mpaka wane. Nenda kwenye lile liloelekezwa, hili linafaa, hili halitakiwi, achana nalo. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.